Waligani mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Matumani yangu uwe ni mzima wa afya popote pale ulipo, na kusalimu kulingana na saa na majira ya maeneo ambapo unakwenda kutusikiliza na kufuata matangazo yetu kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Ini Tukutan TV. Jina langu niite Dinamike Malembe wa TKTV. Aliyoko nyuma ya kamera muite Pepewe Wilonja. Karibu siku ya leo mpenzi mtazamaji, twende tushiriki pamoja kuhusiana na uchambuzi na hali ya usalama inayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na haswa tutakwenda kuangazia zaidi sana kulingana na neno etat de siege katika lugha la Kifaransa au Kimombo, huku katika lugha la Kiswahili wanaita hali ya hatari au tuseme hali ya kivita ya kijeshi. Utakwenda kujiuliza kwa nini mara kwa mara katika nchi ya Kongo kuna kwenda kutangazwa hali hii ya kijeshi au hali ya vita ambayo Wafaransa wanaita etat de siege. Mpenzi mtazamaji, walio wengi wa Kongomani wanakuwa ni watu wenye kusikiliza masemi, baadhi yao katika lugha la Kifaransa, lakini hawajui kiundani etat de siege napenda kumaanisha nini. Ndo nimekuja siku ya leo tunde tuangazie kidogo kuhusiana na usalama wa nchi ya Kongo, hususa katika upande za mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuko jimboni Kivu ya Kusini na vile vile jimboni Kivu ya Kaskazini na katika jimbo la Ituri. Etat de siege, mpenzi mtazamaji, ni hali ambayo inakuwa ni ya kivita au tuseme hali ya kijeshi ambayo inakwenda kutangazwa na rais wa nchi endapo nchi itakuwa katika vurugu, endapo nchi itakuwa katika vita, na endapo nchi itakapokuwa katika uasi au tuseme jeshi fulani au kunakuwa na vurugu za nchi. Ni pale ambapo rais wa nchi anakwenda kutangaza hali ya kijeshi au hali ya kivita, na anakwenda kutangaza akiwa pamoja na bunge la taifa na vile vile mawaziri au tuseme waziri wa kwanza wa nchi. Basi hali hii ya kivita tuseme etat de siege ilikwenda kuwekwa katika vipengele vya nchi ya Kongo au tuseme katiba au tuseme kifungu katika mwaka 2006 ikakwenda kuwekwa na kusimamiwa rasmi na kwenda kusema kwamba endapo nchi itakwenda kuingia katika hali ya misukosuko wasiwasi, basi rais atakwenda kutangaza hali ya kijeshi ya kivita. Na hali hiyo ya kijeshi ni namna gani inavyoendeka mpenzi mtazamaji? Ni kwamba rais baada ya kutangaza hali ya kijeshi au hali ya kivita, ni katika kila mkoa wa jimbo, tuseme kila jimbo au kila mkoa wa nchi, rais anakwenda kusimamisha viongozi mbalimbali wakiwa ni wanajeshi. Kama ni governor, basi atakuwa ni governor wanajeshi, na wengine wote watakuwa ni wanajeshi. Wanatoa wote waliokuwa raia kawaida, basi wanawekwa wanajeshi kusimamia uongozi wa majimbo mbalimbali. Hiyo inakwenda kuitwa hali ya kijeshi au etat de siege katika lugha la Kifaransa. Na tulikwenda kuona katika mwaka 2021 katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Ituri, rais alikwenda kutangaza hali tuseme hali ya kivita au etat de siege katika lugha la Kifaransa, na mpaka tunavyozungumza leo hii mwaka 2025 bado hali hiyo iko, japokuwa kunakuwa na uvamizi wa waasi wa M23 ambao wanakwenda kusumbua pande hizo za Kivu ya Kaskazini. Na vile vile ni katika jimbo la Kivu ya Kusini kunakuwa na baadhi ya habari kwamba labda itakwenda kutangazwa kwamba jimboni Kivu ya Kusini kwende kukua na etat de siege. Ina maana governor awe mwanajeshi au tuseme wengine wote wawe wanajeshi wakisimamia jimbo kulingana na misukosuko ya hali ya usalama ambayo inaendelea katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mpenzi mtazamaji, kwa mtazamo wako na maoni yako katika yale mafupi ambayo tumekwenda kuyaonesha kulingana na etat de siege au tuseme hali ya kijeshi au tuseme hali ya kivita ambayo inakwenda kusababishwa na vurugu, uasi, vita na hali nyingine ya wasiwasi katika nchi ya Kongo, na unavyoendelea mpaka sasa kuona jimbo la Kivu ya Kusini. Je, una uhakika kama vile raia wa jimbo la Kivu ya Kusini, unaamini nini ambacho kitakwenda kuwa kizuri endapo itakwenda kutangazwa etat de siege, au magavana wabaki kuwa vile au viongozi wa jimbo wabaki kuwa kama walivyokuwa? Asante sana. Karibu siku ya leo twende kuchangia wote kwenye mada hii. Niite Dinamike Malembe wa TKTV ni jina langu. Karibu kwenda kunifuata kwa vipindi vingine vya hapo baadaye. Kwa